Karibuni sana KingoFarm bwana, nimetumia zaidi ya miezi mitatu ili tu kutengeneza kitu rahisi kabisa hiki ambacho mnakiona leo hapa kwenye hii video, na hatimaye leo nimeweza kupata matokeo yale ambayo nilikuwa ninahitaji niyapate. Sasa hapa siku za nyuma nilikuwa na jifunza jinsi ya kutengeneza hizi incubator, naweka mayai, lakini nilikuwa sifanikiwi vizuri kwa namna ambayo nimepata matokeo sasa hivi. Hapa unaweza ukaona nimefanikiwa kutengeneza incubator ambayo imezalisha vifaranga. Unajua bwana, hizi incubator wewe zionage mtandaoni kama namna ambavyo huwa tunaziona, ukaenda kutengeneza, unaweza ukatengeneza na ukafeli, yani usitotoleshe kabisa vifaranga. Sasa sisi hapa tumefanikiwa bwana. Tumetengeneza incubator, tulitengeneza kwanza ya kwanza, tulifeli. Tukatengeneza ya pili. Hii tupata mafanikio kidogo. Hii imeleta mafanikio makubwa kwa sababu tumeweza kupata vifaranga mpaka saa hizi. Mayai bado yanatotoleshwa, lakini unaweza ukaona tayari tuna vifaranga hawa wawili ambao wametoka kutoka kwenye mayai yao baada ya haya mayai kufikisha siku 21. Kwa hiyo tulikuwa tunafanya majaribio namna ambavyo tunaweza tukatengeneza hii incubator. Huwezi ukaamini, hii incubator ni ya gharama nafuu sana. Yani kwenye upande wa gharama ni gharama nafuu sana. Haiwezi ikazidi hata shilingi 5,000 hii incubator ambayo unaiona hapa. Shida ni ufanisi wa hii incubator ili iweze kufanya kazi, na vitu ambavyo tumetumia ni rahisi sana. Unaona, tumetumia makopo, tumetumia hizi balbu kama hivi. Unaona hii balbu tunai-connect kwenye umeme tu kama kawaida, maana yake nikichomoa hivi inazima, nikiweka hivi incubator yangu inawaka. Na hii ilikuja baada ya kuwa na hii incubator. Hii hapa, hii incubator ni gharama sana. Hii imenunuliwa kitu kama inakaribia 500,000 hivi, lakini hii haizidi hata 5,000 na inatoa matokeo vizuri kabisa. Naweza nikasema hii ipo vizuri kwa gharama nafuu kabisa. Sasa na wewe pia unaweza ukajifunza namna ya kutengeneza hii incubator kwa usahihi zaidi. Yawezekana labda umewahi kujaribu kama ambavyo sisi tulijaribu mara ya kwanza tukafeli, tukarudia tena mara ya pili tukafeli, tukabadilisha. Yani lengo letu kubwa lilikuwa ni kwamba tupate kitu fulani ambacho tukimpelekea mfugaji kinakuwa ni cha gharama nafuu, lakini pia na mfugaji anaweza akatengeneza yeye mwenyewe bila ya kununua. Anaweza akatengeneza yeye mwenyewe. Ndio tukaja na hii incubator ambayo leo hii imetupatia haya matokeo. Lakini niwakumbushe pia unaweza ukajiunga na madarasa yetu. Tuna darasa ambalo linaelezea namna ya kuwafuga vifaranga tokea wakiwa wadogo. Naona nimefunua hapa kama huyu kifaranga kidogo. Kuna darasa ambalo tunaelezea namna ya kulea vifaranga tokea wakiwa wadogo mpaka wanakuwa kuku wakubwa. Ada yake ni shilingi 8,000 kujiunga. Lakini pia tuna vitabu ambavyo vinaelezea namna ya kuwafuga kuku, mwongozo, kutengeneza chakula na vitu kama hivyo hapo. Sambamba na hapo pia tuna kitabu cha kutengeneza tiba za asili. Sisi huwa tunatumia sana tiba za asili, tiba ambazo huwa tunazitumia. Hapa tu nilipokaa unaweza ukaona nina hii hapa, nina vitunguu saumu, nina hii ndimu. Hizi zote ni tiba za asili. Kuna hii tangawizi. Hivi ndio vitu ambavyo sisi tunatumia hata kwa vifaranga wetu kama hawa hapa. Tunakwenda kutumia tiba kama hizi kwa ajili ya kuwatibia. Kitabu hicho kinauzwa shilingi 10,000 na ni soft copy. Tunakutumia kwa njia ya WhatsApp. Sasa hii incubator tumepanga kuwa na darasa la wiki moja.
ambao watafanikiwa kujiunga na hili darasa ili tuwaelekeze vizuri. Hii elimu kumbuka sisi tumeipata kwa muda wa miezi minne, lakini wewe tutakuja kukufundisha kwa rahisi kabisa kwa muda wa wiki moja. Ukilipia ada ya hili darasa itakuwa ni shilingi 10,000. Kwenye hii shilingi 10,000 tutakupa kitabu ambacho kina maelezo. Baada ya kumaliza kufundisha, tutakupa kitabu ambacho kina maelezo ya darasa zima ambalo tunakuwa tumekufundisha kwa hilo wiki moja. Lakini pia kwenye hili darasa tutajitahidi kufundisha incubator aina tofauti tofauti ambazo pia zitakupa matokeo mazuri kabisa kwenye ufugaji. Hili darasa litakuwa ni la kuhusiana na incubator za kutengeneza za gharama nafuu, kama ambavyo hii incubator unaiona hapa tumeitengeneza, na litakuwa hili darasa ni la muda wa wiki moja. Wiki moja tutakuwa tunafundisha hili darasa. Tutakuachia kitabu pia utengeneze, ujaribu na wewe. Lakini pia kuna video ya maelekezo ambayo tulikuwa tuna rekodi kila tukitengeneza hii incubator tokea mwanzo tulivyokuwa tunatengeneza, tutakupatia, utakuwa unaiangalia, yani utakuwa unaiangalia muda wote baada ya kumaliza darasa. Kwa hiyo ukilipia shilingi 10,000 tutakuunga kwenye hilo kundi la darasa la kutengeneza incubator. Na ukihitaji hili darasa, wasiliana na sisi kwa namba ya simu ambayo unaiona hapo. Na hili darasa kwa huu mwezi wa 4 litaanza tarehe 20. Kwa hiyo unalipia kabla ya hii tarehe 20, ili tarehe 20 mpaka tarehe 27 tutakuwa tunaelekeza kuhusiana na namna ambavyo unaweza ukatengeneza hii incubator. Na kama unasikiliza hii video, hii tarehe imeshakupita, tarehe 20 mwezi wa ni tarehe 20 mwezi wa 4 mwaka 2026. Kama imeshakupita, basi unaweza ukawasiliana pia na sisi tukupe maelekezo kama kuna darasa jingine tena ambalo tunafundisha kuhusiana na incubator za gharama nafuu kabisa ambazo zitakusaidia wewe kuweza kupunguza gharama za ufugaji. Asanteni na kwaherini.